sasa wa kuweza kupokea ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo. Na ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo tunaupata kwenye Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 11 mstari ule wa 6 na wa 7. Neno la Mungu linasema, basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Kichwa cha somo: sababu za Mungu kuruhusu mateso, kifo kwa wateule wake. Tuombe. Mungu mwaminifu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Umesema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Neno ambalo tumelisoma ndilo ambalo Mungu umelikusudia sana wakati kama huu, ili liweze kutufanya tuendelee kuishi maisha yale yanayokupendeza, maisha yale ya kusimama juu ya mwamba usiotikisika, ambao ni neno lako. Asante kwa Roho wako Mtakatifu, msaidizi uliyetupa, anayetufunulia maandiko na kutuongoza na kututia katika kweli yako, na hata neno lako kuweza kutimiza makusudi yake na kufanikiwa. Ninaomba mafanikio ya neno lako katika maisha yangu. Ninaomba mafanikio ya neno lako kwa wote wanaosikia. Na wewe Mungu upokee utukufu na heshima. Baraka na uweza zina wewe Mungu wetu, na watu wote tuseme amen. Tunaweza kukaa. Katika somo hili tutakuwa na mgawanyo wa vipengele 4, vipengele vidogo 3 na kipengele kimoja kikubwa ambacho ndio kiini cha somo letu. Kipengele cha kwanza ni kuweza kujua ya kwamba hakuna jambo lolote baya linaloweza kumpata mteule au mcha Mungu pasipo kwanza Mungu kujua. Haleluya. Lakini pia Mungu kuruhusu. Tutaangalia maandiko yanayothibitisha hilo. Lakini kipengele cha pili tutaweza kuangalia mifano baadhi ya wateule wa Mungu au wacha Mungu waliokabiliana na mateso na hata kifo. Lakini kipengele cha tatu tutaweza kuona swali kubwa ambalo wateule wa Mungu hujiuliza wanapokabiliana na mateso
na kifo. Lakini pia sio wateule tu au wacha Mungu tu wanaokuwa na maswali kuhusiana na mateso na kifo, lakini pia kuna watu wengine ambao nao pia huwa na maswali ambayo wakati mwingine wanakosa majibu sahihi, na kwa sababu wanakosa majibu sahihi, basi huwa na majibu yao ambayo wakati mwingine yanakuwa ni makosa mbele za Mungu. Tutaona au marafiki na Biblia jinsi inavyowataja au watu wengine. Lakini kipengele cha 4 ndio tutaangalia sababu 12 za Mungu kuruhusu mateso na hata kifo kwa wateule wake au wacha Mungu wake. Na moja kwa moja tutaanza na kipengele cha kwanza. Hakuna jambo lolote baya linaloweza kumpata mteule pasipo Mungu kwanza kujua. Luka 12 mstari ule wa 6 na ule wa 7. Luka 12 6 7. Je, mashomoro 5 hawauzwi kwa senti 2? Wala asauliwi hata mmoja wapo mbele za Mungu. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Yesu alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake, utaona aliwaona wakiwa na masumbufu na mahangaiko juu ya maisha yao. Na kabla ya Yesu kusema au kuuliza swali hili, alianza na kuwaambia ya kwamba hawapaswi kuyasumbukia maisha. Na watu wengine wametafsiri vibaya kusumbukia maisha. Wanafikiri labda kufanya kazi ni kusumbukia maisha. Lakini kufanya kazi haina maana ya kwamba mtu anayefanya kazi anasumbukia maisha. Kwa sababu hata kabla ya uasi wa Edeni, Mungu alipomuumba mwanadamu, alipomweka katika ile bustani ya Edeni, kwenye ile Mwanzo 2:15 anasema Mungu alimwagiza mwanadamu ailime na kuitunza bustani. Kulima na kutunza bustani, alimpatia kazi ya kufanya. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo unapofanya kazi yoyote, au sumbukii maisha. Lakini maana halisi ya kusumbukia maisha ni kuanza na kufikiri jambo ambalo liko nje ya uwezo wako, jambo ambalo wewe huwezi kulifanya, liko nje ya uwezo wako. Na kwa sababu liko nje ya uwezo wako, ina maana hilo jambo linakuwa kwenye uwezo wa Mungu.
kwa sababu Mungu ndiye anayetawala kila kitu. Ijapo badilika milima, Mungu bado anatawala. Ijapo badilika milima, Mungu bado anaishi. Ijapo badilika milima, Mungu bado yu hai. Ni baraka ya kwamba tunamwamini na kumtumikia Mungu anayeishi, Mungu aliye hai, Mungu asiyebadilika. Niko ambaye niko, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ndiye Mungu wetu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mistari ambayo tumesoma ni moja ya mafundisho ambayo Yesu anajaribu kuwaonyesha wanafunzi wake ya kwamba maisha yao na kila kitu walicho nacho yapo mikononi mwa Mungu, yapo salama mikononi mwa Mungu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katika hali zote, maisha ya wateule, maisha ya wacha Mungu yapo mikononi mwa Mungu. Na ndiposa Yesu anawapa mfano wa wale ndege wadogo sana, ndege wadogo sana, wale wanaodharauliwa ni wadogo sana. Anasema, je, mashomoro 5 hawauzwi kwa senti 2? Unaona, kwa sababu ya huu udogo wa ndege, yaani hata kumuuza mmoja ni shida. Inabidi waunganishwe 5 ndio wauzwe, wawekwe fungu, wauzwe kwa senti 2. Anasema pamoja na hao ndege wadogo sana, anasema wala asauliwi hata mmojawapo mbele za Mungu. Yaani hata mmojawapo hasauliwi mbele za Mungu. Ina maana Mungu anajua kuhusiana hata na hao ndege ambao wanaweza wakadharauliwa. Sasa kama Mungu anajua juu ya maisha yao ndege wadogo sana, anasema wala asauliwi hata mmoja wapo mbele za Mungu. Sasa anarudi ule mstari mwingine wa 7, anasema lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba jinsi Mungu anavyowajali hao ndege, anawajali zaidi wacha Mungu wake. Sio wao kwa ujumla wao, hata kwa yale walio nayo. Hata katika miili yao kuna nywele, kuna mikono, kuna vidole, kuna mishipa, kuna damu. Anasema jinsi Mungu anavyowajali wacha Mungu wake au wateule wake, anasema hata nywele anajua hesabu yake. Na kwa nini anajua hesabu yake? Kwa sababu tu yeye ndiye anayehusika na kila kitu. Kwenye Zaburi ya 24
Mstari wa kwanza anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo hao ndege ni mali ya Bwana, lakini pia wateule wa Mungu ni mali ya Bwana. Kwa hiyo yeye ndiye anayehusika. Yeye ndiye mchungaji mwema anayewachunga wateule wake. Na kama ilivyokuwa kwa Daudi, maandiko yanasema ya kwamba Daudi alipoona dubu na simba wanakuja kukamata kondoo wake, maandiko yanasema alipambana nao na akawapokonya. Hawakuweza kufanikiwa. Simba na dubu, wanyama wakali, hawakuweza kufanikiwa kuondoka na kondoo mikononi mwa Daudi. Lakini tunaona tunaye mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo, aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu pale msalabani. Akasema hakuna aliye na upendo kama huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Lakini akasema pia ya kwamba uhai huu ni mimi ninayeutoa ili niutoe tena. Hakuna awezaye kuniondolea uhai wangu, na hakuna anayeweza kunipokonya kondoo zangu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo anasema, lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko mengine yanasema ya kwamba yeyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe, kwa sababu Mungu anajua. Soma kwenye Wakorintho wa kwanza 10:13, anasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, lakini pamoja na lile jaribu Mungu ni mwaminifu, hata acha mjaribiwe kupita kiasi au kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hiyo Mungu anajua. Alijua ya kwamba kutatokea njaa kubwa wakati ule, na kwa sababu alikuwa amemwahidia Ibrahimu ya kwamba atabariki uzao wake, ili taifa lisiweze kuangamia, tunaona akafanya mlango wa kutokea kwa kumpatia maono mapema au ndoto Yusufu, na Yusufu akawa ni mlango wa kutokea kutokana na ile njaa, na taifa zima la Israeli, taifa teule, alikuweza kuangamia. Kwa hiyo hakuna jambo lolote baya linaloweza kumpata mteule pasipo Mungu kujua. Lakini sio tu kujua, pasipo Mungu kuruhusu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwenye kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza mstari ule wa 10 mpaka ule wa 11 tunasoma hivi: wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Tunaona maneno haya yanatamkwa na Ibilisi au Shetani. Shetani ambaye watu wanamwinua kwa nguvu zake za giza, na kila jambo baya linapotokea, watu badala ya kumtukuza Mungu, watu badala ya kumshukuru Mungu kama ilivyokuwa kwa Ayubu, kwa sababu unaona yale majanga ambayo Ayubu aliyapata, yeye alimtukuza Mungu, yeye alimwinua Mungu. Lakini kinyume chake sasa, majanga yanapotokea, watu badala ya kumtukuza Mungu wanamwinua Shetani, kwamba Shetani ndiye aliyefanya jambo hili. Na Shetani ana mawakala wake wachawi. Kwa hiyo jambo lolote linapotokea, Shetani ni kama vile anapewa sifa, ni kama vile ameweza, ni kama vile ameshinda. Lakini maandiko ambayo tumeyasoma, mistari ambayo tumeisoma, tunaona Shetani katika kuzunguka kwake alikutana na Mungu. Na alipokutana na Mungu, Mungu akamuuliza kwamba umetoka wapi? Akasema nimetoka kuzunguka huku na kule ulimwenguni. Na Mungu akamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Hakuna kama yeye, mtu mkamilifu, mchaji, mwenye moyo wa uelekevu, asiye na hila moyoni mwake. Na ndiposa unaona majibu ya Shetani kwa Mungu. Anakiri wazi ya kwamba yeye hawezi kufanya chochote. Mistari ambayo tumeisoma ni maneno ya Shetani. Anakiri ya kwamba hana uwezo wa kufanya chochote kwa mcha Mungu au mteule wa Mungu. Tumesoma hapo kinachoonyesha ya kwamba hana uwezo, kwa sababu yeye ni mshtaki. Maandiko yanasema Shetani yeye ni mshtaki, awashtakie ndugu zetu mchana na usiku. Kwa sababu yeye ni mshtaki, tunaona baada ya kujua ya kwamba hana anachoweza kufanya, akaona amepata nafasi ya kupeleka mashtaka ya uongo kwa Mungu. Na alipopeleka mashtaka ya uongo kwa Mungu, Mungu akaona amthibitishie kwamba kile anachokisema
si cha kweli, si sawa kuhusu mtumishi wake Ayubu. Na akaomba. Shetani alikiri ya kwamba ule ulinzi ambao Mungu amemzingira mtumishi wake Ayubu hawezi kupenya. Ule uzio ambao Mungu amemwekea mtumishi wake Ayubu, yeye hawezi kufanya lolote. Sasa ili aweze kufanikiwa, ilibidi aombe ruhusa kwa Mungu, kwamba ninaomba uondoe huo ulinzi. Huo ulinzi uliomwekea uondoe. Na ukiondoa ulinzi, yale nitakayoyafanya, uniruhusu niue watoto wake wote, niharibu mali zake zote, lakini pia nipige hata afya yake, uone kama ataendelea kushikamana na imani. Lakini tunaona Mungu akamruhusu, akaondoa ulinzi na akafanya yale aliyoyafanya, lakini bado Ayubu alisimama imara. Maandiko yanasema umtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hautatikisika, wakaa milele. Akampiga, akaomba tena ombi jingine, aondoe ulinzi kwenye mwili wake, akaruhusiwa. Maandiko yanasema akampiga na majipu mabaya kwa muda wa miaka 3.5. Mtumishi wa Mungu Ayubu akawa katika hali mbaya ya kuteseka, lakini bado Ayubu aliendelea kushikamana na utimilifu wake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na jaribu la Ayubu likapata mlango wa kutokea. Kwenye Ayubu 42:10 anasema Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu, akampa maradufu ya yale aliyopoteza. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tuna mifano baadhi ya wateule wa Mungu waliokabiliana na kifo na mateso. Tayari tumeshaona habari za Ayubu katika Biblia, zinatupa kielelezo cha majaribu ya mtu wa Mungu, mtu mkamilifu wa Mungu, kwamba mtu mkamilifu wa Mungu anaweza kujaribiwa kutokana na imani yake. Yaani imani yake ndio ikampoza, imani yake ndio ikamsababisha akapatwa na majanga na mambo mabaya, na si vinginevyo kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Lakini tunaona pia familia ya Lazaro wa Bethania, mahali ambapo Yesu kwenye ile nyumba ilikuwa ni kituo chake. Akitoka katika huduma, anafikia pale, anakuwa na wakati mzuri. Naona dada zake Lazaro, Mariamu na Martha, jinsi ambavyo walikuwa wanamhudumia Yesu. Mariamu akisikiliza neno la Mungu, lakini pia Martha akiandaa chakula kwa ajili yake na wageni wengine ambao walikuwa wanafika kwenye ile nyumba. Kwa hiyo hao walikuwa ni watu wa karibu sana na Yesu, na hata maandiko yanaonyesha jinsi Yesu alivyowapenda. Hata baada ya Lazaro kufa, tunaona Yesu alipoenda pale kaburini, maandiko yanasema hakuweza kuzuia hisia zake. Maandiko yanasema kwamba alilia, na watu waliomuona wakamwambia
wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Pamoja na kuwapenda, tunaona jaribu la ugonjwa wa kutoweza kwa Lazaro, Mungu akaliruhusu litokee. Swala sio jaribu kutokea. Swala ni kile Mungu anachofanya jaribu linapotokea. Maandiko yanasema Mungu atafanya mlango wa kutokea kwa kila jaribu. Na tunaona hata katika lile jaribu ambalo liliwapata Lazaro, Mariamu na Martha, Mungu akafanya mlango wa kutokea. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini tunaona pia mfano mwingine ni wa Yusufu. Hata ndugu zake walipomwona akija, walimsengenya na kusema ya kwamba yule mota ndoto anakuja, na wakaweka mipango mibaya ya kumwangamiza. Usishangae kuchukiwa na watu. Usishangae kunenewa mabaya na watu. Inawezekana ni kwa sababu ya ndoto zako. Inawezekana ni kwa sababu ya misimamo yako. Kwa sababu wale mawakala wa Shetani atawatumia kama alivyowatumia ndugu zake Yusufu, wakawa sababu ya mateso ya Yusufu. Walitumiwa na Shetani, wakaamua tu kukuzushia mabaya, hata hawajathibitisha, hata hawajakuuliza. Ndio maana Mtume Paulo aliposimamishwa anasema, aliposimamishwa barazani, anasema, je, Torati umhukumu mtu pasipo kumsikiliza? Watu wanaweza wakamtuhumu mtu kwa maneno ya uongo ambayo hayana uthibitisho wote, ni uzushi tu. Lakini hata wakati mwingine watu wa Mungu ndani ya kanisa na wao wanaunga mkono, wanakubaliana. Mtume Paulo anasema, anapoandika kwenye nyaraka za kichungaji, anasema usikubali mashtaka ya mzee, isipokuwa kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Watatengeneza maadui wengi. Ndio maana Mtume Paulo anapoandikia Wagalatia anasema, je, nimekuwa adui yenu kwa sababu ya kuwaambia yaliyo ya kweli? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini pamoja na chuki za watu, pamoja na maneno ya uongo ya watu, hayakuweza kuzuia ndoto ya Yusufu kutimia. Na ndoto ya Yusufu ilitimia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapokabiliana na mateso, tunapokabiliana na hata kifo, tunapopitia kwenye bonde la uvuli wa mauti, sisi sio wa kwanza. Kuna watu waliotutangulia. Na ndio maana kwenye Waebrania 12 anasema, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza furaha ya imani yetu, ambaye kutokana na furaha iliyokuwa mbele yake
aliustahimili msalaba na akaidharau aibu. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tuna vielelezo, tuna mashahidi ambao wao walishinda, tuna mashujaa kama Ayubu ambao wao walishinda kwa kiwango cha juu sana. Biblia inamtaja Ayubu, inasema ya kwamba katika mambo hayo yote, hata kwenye mawazo yake hakukuonekana wazo lolote la kuwa kinyume na Mungu. Hakukuonekana wazo lolote la kuwa kinyume na neno la Mungu. Kama hao walishinda, nasi tutashinda, kwa sababu ambao walikuwa hawana tofauti na sisi. Tofauti yao ni kwamba wao walishikamana na Mungu na waliishi sawasawa na neno la Mungu. Hawakuacha neno la Mungu hata siku moja katika maisha yao. Walisimama katika mwamba huo ambao ni neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hata hao mashujaa na hao wakati mwingine yale yaliyokuwa yanawatokea na wao pia walikuwa wanajiuliza. Mashujaa wa imani ambao wameandikwa kwenye Waebrania 11. Tunaona Gideoni anapotokewa na malaika, ana swali, anamuuliza malaika, anamwambia kama Bwana, anaambiwa usiogope shujaa, Bwana yu pamoja nao. Yeye anasema kama kweli Bwana angekuwa pamoja nasi, kwa nini haya mambo yametupata, mambo haya mabaya yametupata? Kama kweli kwa nini mambo haya mabaya yametupata? Tumefikia hatua ya kunyanyasika, tunanyanyaswa na Wamidiani kiasi hiki. Kwa hiyo tunaona hata hao mashujaa wa imani ambao tumewataja, kina Ayubu, kina Yusufu na wengine, tunaona ya kwamba na wao walikuwa na maswali. Na hata sasa tunapopatwa na mabaya, kunakuwa na maswali mengi ambayo hayana majibu. Kwa nini imetokea hivyo? Haleluya, haleluya. Akaangalia amekuwaje hapa duniani, ametokana na nini? Anasema mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa mtupu, nikiwa uchi kabisa wa mnyama, sikuwa hata na chochote. Na kwa sababu haya yote niliyakuta hapa duniani, hata wakati wangu wa kurudi nitarudi vile vile. Na kwa sababu hivi vitu nilipewa tu kama wakili na Mungu, sio haikuwa vitu vyangu, havikuwa mali yangu. Watoto hawakuwa ni watoto wangu, walikuwa ni watoto wa Mungu, ni mali ya Mungu. Zile mali zote nilizokuwa nazo hazikuwa za kwangu, mimi nilikuwa nimepewa tu uwakili. Lakini kwa sababu Mungu ameruhusu ziondoke, akasema ya kwamba jina la Bwana libarikiwe. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Ni ngumu sana kuwa kama Ayubu, kusema kama Ayubu. Ni ngumu sana unapopitia kwenye matatizo. Unajua watu wengine matatizo wanayasikia, hawajakutana nayo kwenye uhalisia. Lakini tunaona Ayubu alikutana nayo kwenye uhalisia,
lakini bado alikuwa na ukiri huo, ukiri ambao ulimpatia ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini sio tu wateule wanaojiuliza, lakini pia watu wengine wanaoshuhudia yale yanayokupata. Ukisoma kuhusiana na habari za Ayubu, haleluya, kulikuwa na watu pembeni yake, na hawa wanaitwa, Biblia inawataja kwamba walikuwa ni marafiki zake. Lakini Yesu pia alipozungumzia kuhusiana na marafiki, alisema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sasa hawa marafiki wa Ayubu wanaitwa ni marafiki wa Ayubu, lakini hawakuwa marafiki wema wa Ayubu, kwa sababu badala ya kumtia moyo walinena maneno kinyume ya kumuongezea maumivu Ayubu. Tayari Ayubu anapitia kwenye kipindi kigumu, anapitia kwenye mambo mazito, mambo magumu sana, ambayo hata hao marafiki zake hayajawahi kuwapata hata tu sehemu ndogo ya yale ambayo Ayubu alikuwa ameyapata. Lakini ukisoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 42 mstari wa 7, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. 42:7 tunasoma hivi: basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu. Unaona, hasira za Mungu zinawaka kwa ajili ya marafiki zake Ayubu. Kosa ni kwamba, au sababu ya Mungu kuwakasirikia au marafiki zake Ayubu ni kwa sababu Ayubu alipopatwa na matatizo, wao hawakunena vizuri kuhusu Mungu wa Ayubu. Lakini pia hawakunena vizuri kuhusu Ayubu mwenyewe, ambaye Biblia inamtaja ya kwamba yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mchaji wa Mungu, mwenye moyo wa uelekevu mbele za Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu unaona maneno, au utakutana na maneno ambayo hawa marafiki zake Ayubu, hapa tunamwona huyu anaitwa Elifaz Mtemani, ambaye sasa amekutana na Mungu na kuambiwa ujumbe kwa ajili ya marafiki zake ambao walikuwa wananena kinyume na Mungu, walikuwa wananena kinyume na mtumishi wa Mungu. Marafiki zake wengine, mwingine anaitwa Sofari Mnaamathi na mwingine anaitwa Bildadi Mshui. Hapo tunaona kwa yale ambayo yalikuwa yanamtokea Ayubu, au marafiki zake nao walikuwa na maswali yasiyokuwa na majibu, na walipokosa majibu sahihi wakaamua kuwa na majibu yao, na yale majibu yao yakawa ni uzushi mbele za Mungu. Na ndipo Mungu sasa anaamua kuwaadhibu. Lakini ili wapate rehema, wapate msamaha, Mungu anamwangalia Ayubu, ameendelea kushikamana na ukamilifu wake.
na anaambia ili mimi nisiwahukumu hawa, nisiwape adhabu hawa, wewe Ayubu ndio na kibali, umepata neema machoni pangu. Utakaloomba mimi nitafanya nini? Nitakusikia kwa ajili yao. Hebu waombee hawa rafiki zako ili mimi nisiwaadhibu. Na maandiko yanasema baada ya Ayubu kuwaombea wala marafiki zake, ndipo sasa Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu, na maandiko yanasema akampa maradufu ya vile ambavyo alikuwa amepoteza. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kunapotokea majaribu kama aliyompata Ayubu, majaribu kama aliyompata Lazaro wa Bethania pamoja na dada zake, majaribu kama yaliyompata Yusufu, kunapotokea majaribu ya namna hiyo, ili kutochanganya au kuchanganyikiwa, Biblia yenye sifa ya kuitwa neno la Mungu inatupatia majibu sahihi ya sababu za Mungu kuruhusu mateso na kifo. Yaani tutaweza kuhangaika huku na huku matukio yanapotokea, lakini majibu sahihi tunayapata kwa Mungu. Na Mungu anacho kitabu. Kitabu ni kimoja tu. Kitabu cha Mungu ni kimoja tu. Haviwezi vikawa vitabu vingi. Kama nchi haiwezi ikawa na katiba mbili, itakuwaje Mungu awe na vitabu viwili au zaidi? Mungu ni mmoja tu. Kwa hiyo tunaona Biblia ndiyo yenye majibu sahihi. Hakuna kitu kipya, yote yapo kwenye Biblia. Majibu yote yapo kwenye Biblia. Kama watu waliojaribiwa wakapata mateso makali yasiyoelezeka, tunawasoma kina Ayubu kwenye Biblia. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Biblia ndio kitabu pekee chenye sifa ya kuitwa neno la Mungu, kwa sababu Biblia inatupatia majibu yote yasiyo na shaka, majibu sahihi yasiyoacha shaka, kwa sababu maandiko yanasema neno la Mungu limethibitishwa. Neno la Mungu ni amen na kweli. Na neno la Mungu, moja ya sifa zake ni kwamba, ili lijulikane ya kwamba neno la Mungu ni kwamba neno la Mungu ni lazima litimie. Kwa hiyo hata mateso ambayo wacha Mungu au wateule wa Mungu wanayapata, tayari neno la Mungu lilishasema. Na tunaona hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akawaambia kama wamefanya hivi kwa mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Alikuwa na maana ya kwamba kama wamefanya hivi kwa Yesu mwenyewe ambaye ni Bwana, sembuse sisi wanafunzi wake. Kama ni kifo, neno la Mungu linasema utafika wakati watawaua wakifikiri wanamfanyia Mungu ibada, kama Sauli alivyokuwa anaua na kulitesa kanisa la siku za kwanza. Anasema itakuja wakati watawaua. Na tunaona hata kanisa la siku za kwanza lilishuhudia mateso, lakini vile vile hata kuuawa. Maandiko yanataja kwamba Stefano akauawa, kukawa na maombolezo. Kwenye Agano la Kale unaona Yonathani
mtoto wa Daudi aliyempa ushirikiano Daudi kabla ya kuwa mfalme. Maandiko yanasema akaenda na baba yake katika mlima wa Gilboa, vita vikawa vikali, na kwa sababu Sauli tayari alishakataliwa na Mungu, ile vita wakashindwa vibaya sana. Sauli na watoto wake wawili wakauawa kwenye ile vita, akiwemo Yonathani, na hilo jambo lilimuumiza sana Daudi. Akamwombolezea Yonathani mpaka akawa anailani ile ardhi ambayo damu ya Yonathani iliweza kumwagika. Kwa hiyo haya yote ni matukio yanayoweza kumpata mteule au mtu wa Mungu, na yanapotokea haya, kuna kutokufanya vizuri kwa sababu ya kutokuelewa sababu. Hawa mashujaa wa imani waliofanya vizuri, moja ya siri zilizowafanya wafanye vizuri, walielewa hizi sababu ambazo tunaenda kuziangalia. Sababu za Mungu kuruhusu mateso, kifo kwa wateule wake au wacha Mungu wake. Jambo la kwanza au sababu ya kwanza ni mazingira duni ya ulimwengu tunamoishi yaliyoathiriwa na uasi au anguko la Edeni. Tayari tumeshaona ya kwamba baada ya Mungu kumuumba mwanadamu na kuumba kila kitu na kumweka katika ile bustani ya Edeni, hakukuwa na mateso, hakukuwa na kifo. Lakini baada ya ule uasi wa Edeni, baada ya lile anguko la Edeni, ndipo tunaona ule uasi ukafungulia mateso na kifo. Kifo cha kiroho, lakini pia kifo cha kimwili. Ndio maana Yesu kwenye ile Yohana 16:33 anawaambia wanafunzi wake, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Sehemu nyingine kwenye nyaraka anasema tunapaswa kuishi hapa duniani kama wageni na wapitaji. Wenyeji wetu hauko hapa, wenyeji wetu uko mbinguni. Ndio maana tule mwimbaji maarufu Jim Reeves anasema hapa duniani sio nyumbani, hapa duniani sio kwetu, sisi sio raia wa hapa duniani, uraia wetu ni mbinguni. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza inayosababisha wateule wa Mungu waingie au wakabiliane na mateso na hata kifo. Lakini sababu ya pili ni kuwakumbusha wateule wa Mungu kuwa wao pia ni binadamu sawasawa na wengine. Hivyo duniani wanaweza wakapatwa na matukio mazuri na mabaya, matukio mazuri au mabaya, matukio mema au mabaya. Kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa 10 tunasoma hivi. Ni maneno ya Ayubu akimwambia mke wake, baada ya mke wake kumwambia na kushangazwa na majaribu ambayo Ayubu alikuwa anayapata na akakosa majibu, lakini
akawa na ushawishi au ushauri mbaya kwa Ayubu. Anamwambia sasa, wewe bado tu unashikamana na hiyo imani yako, kufuru Mungu ufe. Ni Mungu gani huyo ambaye ameshindwa kukusaidia? Ni Mungu gani huyo ambaye ameruhusu mateso haya yote ya kupata? Sasa anasema, lakini yeye akamwambia, wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, anamuuliza swali, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Anamuuliza, tuko hapa duniani kwenye ulimwengu ambao mabaya yalishaingia. Sasa tukiwa hapa duniani, inawezekanaje sisi tukawa tunapata mema tu na mabaya sasa yampate nani? Anasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Haleluya. Unaona, hata huyu mwanamke akumwambia wewe mwanamke mpumbavu, alimwambia wanena kama wanawake wapumbavu. Wanena kama wanawake wapumbavu wanavyonena. Kwenye Yohana 11:1-2 tunaona maisha ambayo Lazaro, Mariamu na Martha walikuwa nayo, maisha ya baraka ambayo walikuwa nayo wakiwa na Yesu. Yaani Yesu akiwepo kila kitu kilikuwa sawa, kama ule mwimbaji anavyosema, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sasa Yesu alipokuwa na Mariamu na Martha na Lazaro, kila kitu kilikuwa sawa. Lakini tunaona ikafika siku Lazaro akawa hayupo kwenye yale mazingira, akawa hayupo, na ndio maana alipoondoka Lazaro huko akawa hawezi. Biblia inaposema hawezi, ina maana alikuwa mahututi, kama ni mgonjwa yuko ICU. Na ndio maana Yesu anaporudi sasa, dada yake Lazaro anamwambia, ungekuwepo hapa mambo yangekuwa sawa sawa, kusingeharibika kitu. Lakini Yesu anamwambia amini tu, yote kwa Mungu yanawezekana. Sasa katika maisha yale ya kuwa na Yesu muda wote, si ndio? Maisha tu ya mema, maisha tu ya kupata mema. Inawezekana Mariamu na Martha wangejisahau. Lakini tunaona Yesu akaondoka, akawaacha yaani wasimame kwa miguu yao, wasimamie imani yao. Akaondoka. Kwa hiyo Yesu alifanya hivyo kuwakumbusha kwamba wao pia ni binadamu, wanaweza wakapatwa na mabaya wakati wote. Na ndio maana Ayubu anasema, je, tupokee mema tu mikononi mwa Mungu na mabaya tumwachie nani? Ndio anamwambia mke wake. Kwenye Yohana 12:7-8 tunasoma hivi, basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Hapa tunaona moja ya dada zake na Lazaro, Mariamu, aliweza kumpaka Yesu, kumimina mafuta ya thamani kubwa sana.
kumpaka Yesu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini alifanya hivyo kwa sababu alikuwa anaonyesha kwamba Yesu na yeye anaweza akapatwa na mabaya. Hakutakuwa na nafasi tena ya kufanya jambo lolote kwa ajili yake. Na ndio maana Yesu akasema huyu amekuwa na ufunuo, amefunuliwa kwamba ni bora afanye nikiwa hai. Unajua sasa hivi watu wanasema usisubiri umsifu mtu baada ya kuwa amekufa. Mpe sifa zake akiwa bado yuko hai. Kama unataka kumfanyia jambo lolote, mfanyie hilo jambo akiwa bado yuko hai. Ndicho Mariamu alichokifanya. Na lile jambo likawa jambo zuri mbele ya Yesu.